Ndugu wanahabari, Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA ni chama cha wafanyakazi katika sekta ya elimu, yaani ni chama cha walimu. Katika sekta ya elimu tuna vyama visivyopungua vitatu sasa kwa upande wa sekta ya elimu ya umma. Kwa CHAKAMWATA ni chama cha pili kusajiliwa katika nchi hii baada ya CWT. Na katika katiba ya CHAKAMWATA kwa kuwa sheria inatoa uhuru wa vyama vya wafanyakazi kujipangia kiwango chao cha ada ya CHAKAMWATA, mwalimu akijiunga CHAKAMWATA, ada anayochangia ya wanachama ni 1% tu ya mshahara wake. Na matumizi ya hiyo 1% ya mshahara wake yameainishwa katika katiba. Hizo fedha chama kinatumia kwa mambo gani na mambo gani? Miongoni mwa mambo ya matumizi ya fedha hizo za wanachama wa CHAKAMWATA ni kumrudishia mwanachama sehemu ya michango yake anapostaafu, au kama akifariki basi tuirudisha kwa familia yake, na hicho tunachokirudisha tunakiita mkono wa kwaheri. Tunamrudishia mwanachama na mahesabu yake ni 50%, yani nusu ya kila alichochangia kwa maisha yake yote. Leo tumewaita mbele yetu, tuna mstaafu anaitwa Mwalimu Frederick Hakimu Silumbwe. Amestaafu kuanzia Januari 2023 na hakuweza kupewa mkono wake wa kwaheri kwa sababu wakati huo CHAKAMWATA kilikuwa kimebananishwa mahakamani akikufanya kazi kwa miaka 6 na kilifutwa kabisa, kimerudi kupitia rufaa ya mahakama ya rufani. Ndani ya muda huo ambao CHAKAMWATA kilisimamishwa kazi, walimu walikuwa wamenyimwa haki zao, hawakupata haki zao. Wengine walifariki, hatukupeleka mikono ya kwaheri, na wengine walistaafu. Sasa baada ya kurudi tunaandaa utaratibu maalum. Lakini leo tumeandaa kwa ajili ya hili la Mwalimu Silumbwe peke yake kwa sababu ana changamoto za kiafya. Kwa tumeona tumpe heshima hiyo kwa leo, lakini wiki 2 zijazo tutakuwa na matukio kama haya kuendelea kuaga wastaafu wetu wengi. Na wengine hatutawaaga hapa makao makuu, tutawaaga huko waliko mikoani. Leo Mwalimu Frederick Silumbwe, huyu ni mwanachama wetu. Yeye alikuwa mtumishi wa umma. Alianza kazi mwezi Julai mwaka 1990, amestaafu mwezi Januari mwaka 2023. Ametumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 33. Ndani ya miaka 33 amekuwa mwanachama wa CHAKAMWATA kwa miaka 6 na miezi 5 tu. Miaka mingine alikuwa CWT, na kule CWT hakuwa mwanachama, ila aliunganishwa kwa nguvu, kwa lazima. Kwa alikuwa anakatwa 2% za mishahara yake kule. Baada ya kuja CHAKAMWATA, huyu ni miongoni mwa wanachama wetu wa mwanzo kabisa, wanachama waasisi wa CHAKAMWATA wa mwanzo kabisa kujiunga. Huyu mwalimu ni mmoja wapo. Kwa the most senior members of CHAKAMWATA kwa nchi hii wana miaka 6 na pointi sasa toka ameanza kujiunga. Huyu mwalimu akiwa ni mmoja wapo. Na kwa CHAKAMWATA alijiunga, alikuwa anakatwa mshahara wake 1%, ilikuwa ni shilingi 16,000 kwa wakati huo. Mshahara wake uliendelea kupanda taratibu kutoka 16,000 akaanza kuchangia shilingi 16,380. Mshahara wake ukaja ukapanda tena, akaanza kuchangia shilingi 20,910 mpaka anastaafu anachangia shilingi 28,300. Alijiunga akiwa anachangia 16,000, ameendelea kupanda taratibu mpaka anastaafu anachangia shilingi 28,300. Hiyo ndio 1%. Angekuwa kule CWT angekuwa anakatwa shilingi 56,600 ambayo huwa hairudi wala hakutani nayo mahali pengine popote pale. Sasa kwa michango yake yote hiyo tumeaccumulate pesa yake yote, tumetoa 2% ambayo ni operation ya cost za mamlaka ya serikali zinapotukusanyia hizi ada. Kilichobaki tunamrudishia 50% kama mkono wake wa kwaheri. Mapato ya mfanyakazi ni siri ya mfanyakazi. Yeye mwenyewe kwa ridhaa yake, kama ataamua kusema amepata shilingi ngapi toka CHAKAMWATA, yuko huru atasema mwenyewe. Lakini ni kwa miaka hiyo 6 tu. Je, angekuwa CHAKAMWATA kwa miaka 33, leo angepata mkono wa kwaheri wa kiwango gani? Lakini pia nitoe pongeza pekee kwa katibu wa chama chetu CHAKAMWATA kwa utaratibu wake mzuri wa kusimamia chama, lakini pia kwa kutambua kwamba wanachama wanastahili haki zao. Kama alivyosema katibu, mimi naitwa Frederick Hakimu Silumbwe. Nimestaafu kama afisa elimu
kitengo cha taaluma, msaidizi wa karibu sana wa afisa elimu wa wilaya katika halmashauri ya Songwe. Wakati najiunga kwenye chama hiki nilikuwa afisa elimu Mbalizi hapo kati ya Utengule Usongwe, na nikafanya kazi kama afisa elimu wa mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi. Harakati hizi alipokuwa anaanzisha chama hiki ilikuwa sio jambo jepesi sana, ilikuwa ni gumu, lakini mimi binafsi kwa utashi wangu niliona ni muunge mkono, kwa sababu kilikuwa ni kitu kizuri, kwa kuwa alikuwa anaanzisha kitu ambacho kinaleta faraja kwa watumishi, na kama alivyosema makato ni makubwa, lakini ushindani unapokuja unaleta hueni pia kwa mtumishi. Kwa hiyo wakati ninaingia kwenye chama hiki cha KAMWATA nilikuwa mwanachama wa CWT tangia nilipoanza ajira yangu ya Julai 1990, na niliendelea kukatwa vyama vyote viwili, nakatwa CWT na katwa pia cha KAMWATA. Nilijaribu kutoa maombi yangu, niliondolewa kama mwaka mmoja hivi. 2018 niliondolewa, lakini baadaye nikarudishwa. Nilipokuwa nimepandishwa kutoka kwenye halmashauri, nilipohamishwa kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbeya nikapeleka halmashauri ya Songwe, nikapambana na mkono mkali sana wa CHAKAMWATA wa CWT, nikaingizwa kwa lazima. Nikamweleza mkurugenzi, lakini jambo langu hilo halikufanyiwa kazi mpaka na staff. Salary slip yangu inaonyesha nilikuwa nakatwa shilingi 56 na 600, ipo hapa, naweza mkaiona. Nilikuwa nakatwa hizo. Kwa hiyo nilikuwa nakatwa CWT na katwa na CHAKAMWATA. Nikasema wacha viende vyote kwa pamoja, kwa sababu niliona siwezi withdraw CHAKAMWATA, kwa sababu niliona mbele kinaweza kunisaidia pia. Kwa baada ya kustaafu amepiga mahesabu yake yote na nimeweza kupata mkono wa kwaheri. Mimi nasema wazi, kwa muda mfupi tu huo niliofanya kama nilivyosema miaka hiyo 6 na miezi, nipata kama 500 na kitu hivi. Imeshaingia kwenye akaunti yangu tayari. Leo hiyo umeingiza kwenye akaunti yangu 500 na kitu. CWT hali ni tete. Mimi kweli nilikuwa mwanachama, lakini pia nilikuwa ni na hisa za benki ya walimu ambayo ina kama miaka 5 sasa. Sijawahi kupata hata senti. Nimetoa hela zangu kule. Na tangu nimestaafu Januari 23 mpaka leo ni na miaka 4 na miezi na kwenda. Lakini bado chama kikubwa CWT ambacho kina uwezo mkubwa imeshindwa kunipa mkono wa kwaheri. Na haieleweki. Mpaka leo nilikuwa naongea na katibu wangu wa wilaya na yeye mwenyewe yani haelewi kinachoendelea kulingana na hali mnayosikia kwenye vyombo vya habari ambayo haijarathimishwa rasmi kwamba kuna shida kwenye chama. Kuna hujuma kubwa inafanyika ambayo inatunyima sisi watu ambao ndio tunaotoa hela hizo stahiki zetu. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwangu mimi 500,000 niliyopata 5,81,933 na senti 70 ni pesa ambayo imeingizwa leo kwenye akaunti yangu. Mimi nashukuru sana CHAKAMWATA na ni washauri walimu. Hawana sababu ya kuogopa. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali nzuri. Haina shida kabisa. Japo unaweza kuzaa watoto 10, hawawezi wote wakawa sawa. Serikali ni kama gari linavyotembea. Inaweza kuwa gari unaiona nzuri, lakini kumbe jino moja kwenye gia limefanya nini? Limekatika. Hayo ndio matatizo. Naweza kwenda ikumba serikali, tunakutana na watumishi ambao sio wazuri. Wanatumishi ambao wanatumia hisia zao binafsi, sio miongozo ya serikali. Wanatumia hisia zao binafsi kujaribu kuzuia haki za watu ambapo wanakuwa wanataka, kama ilivyowakuta CHAKAMWATA chama chetu kapata mgogoro mkubwa, lakini kupitia vyombo vyetu na utaratibu na katiba yetu kimefunguliwa, kiendelea kufanya nini? Kazi. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa walimu wasiogope, kwa sababu mshahara wa mwalimu ni haki yake yeye. Ana uhuru wa kuupeleka napo paona panafaa. Ana uhuru kufanya na taasisi yote anayoona kwamba inaweza kumsaidia kwenye matatizo yake. Hapa ninapozungumza sasa mimi naidai serikali salary arrears milioni 4,900,000 na hela juu ambazo nilipandishwa mwaka 2018 mwezi wa 4 mpaka leo sijazipata pesa hizo.
CWT iko pale, tumesukumana lakini bado sijazipata. Leo nimestaafu, sielewi kama naweza kuzipata, kama nilikuwa afisa elimu lakini nishindwe kuzipata. Leo nimestaafu na nitazipataje? Kwa hiyo bado naendelea kutoa wito kwa katibu wetu, hebu mjaribu kuangalia mdirisha wa watumishi ambao tumestaafu, namna gani pia mnaweza mkatubebea hoja kutupeleka kwenye serikali katusaidia. Serikali nimeona watu wanakwenda kwenye mitandao hewani, kwenye vyombo vya habari, wanazifikisha. Waziri Mkuu amesimama iko vizuri sana, Daktari Mwigulu Nchemba, akikemea watumishi ambao wanajaribu kuminya haki za watumishi bila sababu yoyote ya msingi. Pesa zipo serikalini, lakini shida ni idara zinazohusika kupeleka yale shida za watu pale, ndio inakuwa tatizo na kikwazo kikubwa. Mimi ningetoa wito kwa watumishi wa umma kuhakikisha kwamba kutumika vizuri, kwa sababu mimi mwenyewe nimetumika kama afisa, nimestaafu kama afisa, sio mwalimu tu, nimestaafu kama afisa kwa miaka mingi, nimetumika kwenye uongozi. Nimeona changamoto ambazo walimu wanapambana nazo ni ngumu. Mtu tu mmoja anaweza kusimama afisa akafanya anavyojisikia tu bila kujali kwamba huyu mtu ana familia, ana watoto, lakini pia anasahau kwamba ana jukumu la kuandaa taifa jingine kuchukua nafasi yake. Kwa mfano mimi nimeondoka. Sasa kama nilikuwa sijatumika vizuri, huku nyuma taifa linaendaje? Lazima lina vibrate. Kwa hiyo kuna hali ambayo sio nzuri sana, ambayo tunatakiwa kila mtumishi kuweza kujiuliza na kujihoji kuona anafanya nini. Naendelea kutoa wito kwa walimu kuhakikisha